Mtazamaji, Papa Francis ametajwa kuwa mwanga wa matumaini na mabadiliko ndani ya kanisa Katoliki tangu alipochaguliwa kuwa papa mwaka 2013. Mwandishi wetu Sheila Chelangat anarejea tena akiangazia safari yake ya kipekee na kuangazia maisha yake ya awali kule Buenos Aires, Argentina hadi uongozi wake wa kipekee kama papa wa kanisa Katoliki. Tazama. Papa Francis alikuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki na aliyeitawala Vatican tangu mwaka 2013 hadi Aprili mwaka huu. Alizaliwa kwa jina Jorge Mario Bergoglio mnamo Desemba tarehe 17 mwaka 1936 jijini Buenos Aires nchini Argentina. Papa huyu mwenye umri wa miaka 88 aliyezaliwa na wahamiaji wazaliwa wa Italia alikuwa akidedea kwa njia mbalimbali. Alikuwa papa wa kwanza mjesuti, yani mwanachama wa jamii ya Kikristo, hii ikitambulika kutokana na migogoro ya kihistoria kati ya wajesuti na baraza kuu la uongozi la kanisa Katoliki na nchi ya Vatican. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Marekani, hasa Argentina iliyoko Marekani Kusini, papa wa kwanza kuzaliwa na kulelewa nje ya Ulaya, na papa wa kwanza kuchukua jina Francis alilolichagua kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Bergoglio alianza safari yake ya utumishi kanisani kama mjesuti akitawazwa kwa padri mwaka 1969. Baadaye masomo yake ya kithiolojia yalimpeleka Argentina, Chile na hadi Ujerumani. Bergoglio alitumikia akiwa askofu mkuu wa Buenos Aires kuanzia 1998 hadi 2013. Ni katika kipindi hiki alipopata kutambuliwa kwa unyenyekevu na utetezi wake wa walio maskini na watu waliotengwa katika jamii. Mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013, Jorge Mario Bergoglio alichaguliwa kwa papa wa kanisa Katoliki, akitwaa jina Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Uchaguzi huu wa jina Francis umeonekana kwa kigezo katika safari yake ya utawala kama papa, kwani Mtakatifu Francis wa Asisi anaheshimiwa kwa upendo wake kwa wasiojiweza katika jamii na ulinzi wa mazingira. Matendo ya kwanza ya Papa Francis kama papa yaliweka mtazamo muhimu katika kipindi chake cha uongozi, ule wa unyenyekevu na kujikita kwa waliotengwa. Kwa mfano, alichagua kuishi katika nyumba ya wageni Vatican, Santa Marta, badala ya makazi ya kitamaduni ya papa, akionyesha upendeleo wake kwa mtindo wa maisha rahisi. Katika mahubiri yake ya kwanza, Francis alisisitiza umuhimu wa kuwa walinzi wa uumbaji na wa maskini. Alitumia mahubiri yake ya kwanza ya Pasaka kutoa wito wa amani na ulinzi wa mazingira, akiweka hii kama ajenda yake katika kipindi chake cha upapa. Katika Alhamisi Kuu yake ya kwanza, Francis aliosha miguu ya wavulana na wasichana waliokuwa wamefungwa kwa makosa ya jinai, wakiwemo Waislamu, kuashiria kujitolea kwake katika ushirikishwaji na huduma. Papa Francis alitembelea Kenya mwaka 2015, ikiwa ni ziara yake ya kwanza barani Afrika na kumfanya kuwa papa wa pili kutembelea Kenya baada ya John Paul wa pili. Aliongoza misa kubwa ya wazi katika chuo kikuu cha Nairobi iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini kabla ya kutembelea mtaa wa mabanda wa Kangemi. Hata hivyo, katika kipindi chote cha utawala wake kama papa, Papa Francis alikumbana na ukosoaji kutoka pande mbalimbali ndani na nje ya kanisa Katoliki. Mtazamo wake wa kujumuisha zaidi watu wa jamii ya LGBTQ ulizua hasira kutoka kwa Wakristo wa kikomunisti walioona hatua hizo kwa kinyume na mafundisho ya kanisa. Atakumbukwa kuwa papa wa kwanza kutoka Marekani na mtetezi asiyechoka wa haki za kijamii, aliyewahamasisha mamilioni ya watu ndani na
ya nje ya imani ya Kikatoliki. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.